Mapendo daima. Mwambie jirani yako, najua umechoka, ila Mungu anakupenda. Umefika pia ulikotamani kufika. Leo ni mwaka wa 9 tangu tumeanza tendo hili takatifu sana la kuja mbele za Mungu, mahali hapa ambapo imani yetu ilipata lango katika mioyo yetu. Kupitia mlango wa bahari, imani yetu ilifungua mbingu zilizokuwa zimefungwa, ambazo kiuhalisia tulikuwa tukimwabudu Mungu katika roho, lakini Injili ikatembea kwa namna ya pekee katika ardhi ya Tanzania na kuelekea katika Afrika ya Mashariki, mahali ambako Ukristo umesambaa, umeshika mizizi, umetengeneza mashahidi wa imani waliouawa kwa ukatili mkubwa kwa sababu ya kumkiri Kristo kama ni mwana wa Mungu. Hata hao misionari vijana waliovuka bahari kuja nchi kavu upande wa Bagamoyo pia walijua kadhia mbalimbali ambazo hazikuwaacha walipokuwa wakikatisha bandari au bahari kuja nchi kavu. Historia inatufundisha wengi wa vijana hao wa misionari, mashahidi wa imani, walikufa na umri mdogo sana. Tutembelee katika makaburi ya misionari tukaone wingi au uchache wa siku ambazo Mungu aliwapatia, lakini ukilinganisha na matendo makubwa ambayo kwayo sisi sote leo tunaitwa Wakristo. Tukiwa tunaanza na hija hii kwa namna ya pekee ambayo huwa ina tendo la kiibada zaidi na tendo la huruma kubwa zaidi linaloendana na kulinda uhai unaopotea kila siku, kila saa inayokwenda kwa Mungu. Hija hii ilipoanza miaka 9 iliyopita, ilianza na lengo kuu mahususi la kuokoa pia uhai. Sijapata wala sikujiandaa katika hotuba hii fupi kujua ni idadi ya units ngapi ambazo tumekwisha kuzitoa katika miili yetu ili kuihuisha miili ya watu wengine iweze kuwa na uhai. Naamini ni jambo ambalo tunaweza tukalifanya tangu mwaka 2017 hadi mwaka huu 2026. Watu wengi wamepona, watu wengi wameokolewa uhai wao kwa sadaka ya damu. Likewise, sadaka ile ile ya damu ya Kristo anaitoa katika altare ya ulimwengu ili tuweze kuishi. Kwa tendo la umwilisho wa Kristo, nasi tunashiriki katika ukomboa ulimwengu na kukomboa wanadamu wengine tunapofanya matendo makubwa ya huruma kama kutoa uhai wetu ili watu wengine waweze kuishi. Sanjari na mwaka wa 2026, hija hii imeendana na uzinduzi wa jimbo letu la Bagamoyo. Tumsifu Yesu Kristo. Maana nasema ujaji wote walipofika mahali popote wamechoka, si tu kwamba walikaa au walilala, walibwaga moyo. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu muegemee kidogo jirani yako hapo kama ishara ya kubwaga moyo.
mwaka huu tunaoendana na uzinduzi wa jimbo la Bagamoyo, hija hii imepata sura mpya kwa namna ya pekee kwa ushiriki wa jimbo zima. Parokia zote zimekuwa na ushiriki mzuri kwa mara ya kwanza, na ni jambo ambalo tunatamani na tutamshauri pia hata baba askofu, hii hija isife. Tumsifu Yesu Kristo. Muulize jirani, utaiua? Kwa kuwa mmekiri hivyo mbele za Bwana, na moja kati ya matendo makuu tunayofanya wakati wa hija ni kuikiri imani. Kwa hiyo kwa kukiri huko tunahakika kwamba watu wengi wataishi kwa kuwa sisi tunaishi. Watu wengi watapona kwa kuwa sisi tunaponywa. Watu wengi watakuwa na uhai kwa kuwa tuna uhai katika Kristo. Tumwombe Mungu azidi kuleta maono zaidi yatakayoleta umoja wa utume wa vijana katika jimbo letu la Bagamoyo. Na ushiriki wa mwaka huu umekuwa na wingi zaidi, lakini pia tutazidi kuboresha kwa kiwango ambacho viongozi wanaoliratibu hili tukio pamoja na uongozi wa vijana ngazi ya jimbo tutakavyopata maelekezo zaidi. Nakumbuka tulipokuwa katika kituo cha 5 nilijaribu kuliweka sawa pia kwamba hija ni tendo la ibada, kwa hiyo linaendana na kutembea, ni safari ya kutembea na si makimbizi ya hija. Nilisema hilo tukiwa huko njiani. Tunautafuta uso wa Mungu. Uchovu wetu, maumivu yetu ya miguu na misuli, jioni na siku hii ya leo, yawe ni neema iliyo kamili inayobadili mwenendo, tabia na hata kuwa na maamuzi ya dhati katika maisha, hasa tunapotafuta uso wa Mungu usioonekana. Katika somo la Injili tumesikia hawa Wayahudi katika majadiliano na Yesu, lakini kuna ungamo kubwa sana la kiimani. Kristo anatoka wapi? Kristo ni nani katika maisha yako? Maeneo matatu ni muhimu. Mwanadamu yoyote anasafiri, anatembea, anakimbia. Katika hilo eneo Kristo awe ni njia yako. Mwanadamu yoyote anautafuta ukweli, awe anajua au hajui. Tuko mashuleni, tunasoma vyuoni, tunautafuta ukweli, lakini kiuhalisia ukweli hauko katika vitabu, ukweli hauko katika maabara. Ukweli ni nafsi iliyo hai, na ndio maana huwa tunatamani kuwa na marafiki wa kweli wanaoyagusa maisha yetu, wanaotupa mwelekeo, lakini zaidi walio mahujaji kama sisi utafuta uso wa Baba. Ya tatu, maisha ya kila siku ni struggle kubwa kati ya kufa au kuishi. Mzaburi na neno linasema, sitakufa nitaishi niyashuhudie matendo makuu ya Bwana. Sema amina. Kwa hiyo tunaishi na ushuhuda wetu siku hii ya leo, na wale ambao wamekuwa ni mahujaji kwa miaka hii 9, mji wa Bagamoyo umerindima kwa namna ya pekee sana. Ushuhuda mwingine wakati mwingine si pale unapoongea,
bali unapotembea katika ukimya na ibada iliyotimilifu. Mmeona watu wanavyowashangaa, au hamjaona? Mimi huko njiani nimeombwa nibariki mpaka hata maduka ya Waislamu. Mtumishi, hayo maji kidogo basi hata umu kwa ndani. Nikaingia nikaacha baraka ya Kristo. Sema amina. Wengine walikuwa wanajiuliza huku njiani, hivi hao ni akina nani? Walibaki na majibu katika magari yao, lakini pia tukuwajibu kwa sababu tulikuwa ni mahujaji. Tumwombe Mungu daima hii hija na matendo mengine ya huruma tunayoyafanya yatukamilishe katika udhaifu wetu. Yesu alimwambia Mtume Paulo, unatamani kufanya mema mengi lakini unajikuta katika maovu. Usiwe na wasiwasi, neema yangu inakutosha, kwa kuwa nitajidhihirisha pia hata katika nyakati unazokuwa dhaifu. Tumwombe Mungu. Tuliombee jimbo letu la Bagamoyo linapoelekea kutimiza mwaka mmoja. Hakika sasa, kama sio kuweka ile misingi ya uinjilishaji mpya, ifungue milango mipana zaidi ya kufikia na kumfikia kila moyo. Hii Bagamoyo pia inahitaji kuinjilishwa. Kuna Waislamu wengi wanaisubiri pia Injili. Tunaweza kufanya hivyo kwa kupita, kwa kuishuhudia kweli na kwa matendo ya huruma kunako makazi yetu na katika parokia zetu. Tujikabidhi kwa Mama Bikira Maria, nyota ya bahari. Yeye ndiye yule ambaye alikuwa ni ishara ya wale mabaharia waliokuwa wakitafuta nchi kavu bila kuiona. Walipotazama anga, waliona nyota ya bahari. Kwa mastahili ya moyo safi ya Mama Bikira Maria na kwa mastahili ya moyo mtakatifu sana Bwana wetu Yesu Kristo, tuzamishwe katika mto wa rehema na kijito cha utakaso, tuoshe dhambi zetu, tushiriki fumbo la ukombozi wetu katika hali ya neema na matumaini ya mbingu mpya. Tumsifu Yesu Kristo.